Ya kwanza, moja kitu ambacho naweza nikasema mimi kama Dila Rodri litakaa vizuri ama Rodrigo Hernandez anaweza akawa ni miongoni mwa wachezaji wanaoweza akaenda kujiunga na kikosi cha FC Barcelona, kwa sababu Barcelona inaonekana baada ya kufikiria vizuri, kocha wa timu ya Barcelona Hans Flick pamoja na department ya management ya timu wamejaribu kutazama classical tactical discipline ya timu inavyocheza, kwa maana kwamba wanahitaji mchezaji ambaye anaweza ka control tempo ya mpira ukiwa unaendelea. Sasa mchezaji ambaye anaweza ka control tempo ya mechi ikiwa inaendelea, anayeweza akaonekana ni bora wa kucontrol mchezo, lakini akasaidia kwenye eneo la defense, kwa maana ya kuifanya defense kuwa bora zaidi, ni mtu kama Rodri, kwa sababu kumbuka wale madefenders wengi ambao wako kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Spain ambao walikuwa wanalindwa na Rodri, ambao Messi mwenyewe amekiri, pamoja na kwamba anaendelea kutengeneza wonders, anafanya makubwa kwenye kikosi cha Inter Miami, alikiri wazi kwamba of course Spain walituzidi kila kitu kwenye finali ya kombe la dunia. Aliumia sana kwa sababu Spain walikuwa above kwenye kila kitu, na amekiri kabisa kwamba alizidiwa na Spain walistahili kuwa mabingwa. Lakini moja ya mtu ambaye alionekana, alimtaja miongoni mwa wachezaji waliokuwa bora zaidi ni Rodrigo, ambaye amekuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo Barcelona wanamtaka zaidi kwa sababu mbili: kucontrol tempo ya mchezo, lakini pia kusaidia eneo la defense. Ukiwaangalia wale wakina Cubas, bwana mdogo chini ya miaka 19, ambao amewafanya Spain mpaka wanafika kwenye hatua za mbali zaidi. I think semi final walikuwa wamefungwa goli moja tu. Na miongoni mwa magolikipa aliokuwa anashirikiana na ubora kabisa kwenye kikosi cha FC cha Spain alikuwa ni golikipa Unai Simon, na sio David Laya, golikipa namba 1 wa kikosi cha Arsenal the Gunners. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba namna ambavyo Barcelona wanamtaka, lakini ukiacha hapo style ya kucheza, style of play, mara kadhaa wenzetu wanaangalia sana wanapofanya hiring of an employee, wanamchukua mwajili ama wanamchukua mtu kuja kufanya kazi kwenye taasisi, wanaangalia ni nani anaweza akabi captured kwenye taasisi. Sasa ukitazama FC Barcelona, style yao ya uchezaji, zile tic-tac pass ambao zilianzishwa na muasisi Johan Cruyff, wanacheza vizuri mno, especially wanapokuwa na kiungo bora anayeweza kuanzisha pasi fupi. Na sasa hivi wamebadilika, sio zile pasi ambazo walikuwa wanacheza kipindi ambacho Xavi Hernandez yupo pamoja na Andres Iniesta, kwa sababu wale walikuwa wanacheza vipasi, zinachezwa pasi fupi kwa kutengeneza triangle, pembe tatu ya wachezaji watatu, wanakuwa ni kama wanamzungusha mtu. Sasa hivi Barcelona wanacheza kama Spain, wanacheza pasi fupi za kwenda mbele, you play short pass then you move forward. Sasa mchezaji ambaye amekuwa anatengeneza direction hizo, unamuona kitaalamu kabisa, unamkuta Rodrigo. Kwa hiyo Barcelona, mimi nikiwatazama mazingira walionayo, wana uwezekano mkubwa sana wa kumchukua Rodrigo, kwa sababu ana fit kwenye mfumo, lakini ni mchezaji kiongozi. Kati ya wachezaji ambao kiwatazama ubora wake kwenye kuongoza wachezaji wenzake ni mzuri, anaweza akaongoza wale vijana. Bahati nzuri mtu kama Dani Olmo yuko pale, ambaye alikuwa naye kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Spain. Mtu kama Lamine Yamal ni mchezaji kiongozi. Kwa hiyo ukiniambia mimi na uwezekano wa kukifanya kikosi cha Barcelona ambacho kimekuwa kinaferi kuchukua mataji ya UEFA, kutengeneza ile tunasema squad depth, kuna uwezekano mkubwa kabisa anaweza akaisaidia timu. Kwangu mimi Rodrigo ninavyomuonaona ni kama ameanza kubadilisha gia angani, kwa sababu unaona sehemu kama maikata Madrid anataka Barcelona. Yani kwa sababu kama ana uwezo wa kwenda Madrid, kumbuka Jose Mourinho hajawahi kuwa na mpira wa pasi 800 ndio mtengeze nafasi toka amekuwa manager ama amekuwa mkurugenzi. So best suitable club for Rodrigo is Barcelona. Yani